Raila Odinga alikuwa ni mtu aina gani? Charity Ngilu, kama mtu wa familia, tumtoe katika ulingo wa kisiasa, alikuwa ni mtu aina gani? Alikuwa, unasikia wananchi wakimuita baba, na kwa watoto wake ni baba, kwa Junior, kwa Mheshimiwa Winnie na kwa Rosie, na alikuwa anaonyesha upendo sana kwa watoto wake na kwa bibi yake, na anawapatia priority ya kwanza, na pia hawa walikuwa wanampatia na wamshikilia sana kwa kazi yake. Kwa hivyo yeye alikuwa hapo anawasikiza. Kwanza huyu mtoto mmoja Mheshimiwa Winnie, nafikiri alikuwa anamsikiza sana sana kushinda wengine, kwa sababu nakumbuka tulikuwa tunafanya kampeni ya Azimio mwaka wa 2022. Tulimpelekea maswali hapa na pale, akasema simuende kwa Winnie tu na atawamalizia. Hiyo ilionyesha yeye ako na heshima sana kwa mtoto wake, pia ako na confidence ya mtoto wake, na ni mtoto yule mdogo. Hakututuma kwa bibi yake, hakututuma kwa Oburu, hakututuma kwa wengine, akatutuma kwa mtoto wake. Na kwa hivyo nasema kwa familia yake alikuwa very close to the family, to the extent ikiwa ni tunaenda na family inahitaji kitu, kwanza anapatia family priority. Hiyo ndio nilikuwa naona. Na mwisho mimi nikiongea na yeye wiki iliyopita, niliongea na yeye na nikampigia simu kwa sababu niliona kwa social media he's not feeling well, he has gone for treatment. Nikapiga simu na yeye alikuwa akipiga simu anachukua, na akikosa kuchukua anakupigia mara moja. That was baba. So uliongea naye? Niliongea naye, na mimi si kuongea naye, nilimuuliza how are you, uko namna gani? Akasema niko sawa, fit, na unarudi lini? Wiki ijayo nitakuwa nimerudi. Nikamwambia sikuwa nakupigia hiyo, niko na furaha kusikia uko sawa, lakini nilimwambia niko na shida nyingine. Kwa sababu staki kwa sasa shida ile ilikuwa personal. Nilimwambia sasa shida langu ile nilikuwa naye ni kwa sababu ilikuwa watu wa KRA wamechukua pesa yangu yote kusema hujalipa kodi. Nikamwambia sasa hii KRA na huko kusandani ya serikali na inanihangaisha. Kwa nini? Akasema sasa unajua lazima tulipe kodi. Nilikuwa naona kama anaweza kusaidia. Nao hiyo tukaachia hapo. Akasema nitaona vile nitafanya. Hakufanya chochote, lakini ni kwa sababu KRA huwezi ukafanya chochote. Na hivyo ndio nakwambia yeye alikuwa mtu wa watu. Vile ulisikia Mheshimiwa Balala akisema mnaongea na yeye hapa juu, lakini jioni anaenda chini kuongea na watu wale wadogo. Watu wanasema nini juu ya Balala, watu wanasema nini juu ya Charity, watu wanasema nini juu ya... That was the man he was. Family, kiongozi na mpenda watu sana. Balala kwa familia ya... Kwa kweli yeye akikuona tu atakuuliza vipi nyumbani, vipi watoto, hata kujua mama, hata jua. Na sisi kutokana na uhusiano mzuri, akija nyumbani tunakula, na mimi nasafiri naye mara nyingi, na pia nikienda kwake nyumbani Bi Aida anatupokea kama watoto wake nyumbani. Kwa hivyo tunaona si ukienda kwa kiongozi unaona watu wanaogopa, hofu ndani ya nyumba. Hii ni nyumba ambao kila mmoja ni kawaida. Na mimi nimejifunza kwake. Nikiwa nyumbani kwangu mimi si waziri tena, wala si mkubwa au si. Na namuongoza Mheshimiwa Raila Odinga. Na Raila Odinga namsikiza Mama Aida Odinga. Na yeye ameshikilia wanawake. Na ni mtetezi wa kina mama kwenye siasa. Kwa hivyo sisi sote tunamtambua kuwa Mama Aida si bibi tu, lakini pia ni mgogo wa kisiasa. Charity Ngilu, hilo ukiangalia Mama Aida unaona mama ambao ataendelea na kumon bwana yake, lakini mi naona pia akimon atainuka na saidie na afanye kazi ambayo bwana yake angekuwa akitaka afanye, ili kazi ya bwana wake iishe namna hii, kwa sababu ameishi kwa miaka mingi, nafikiri karibu miaka
40, 50 tangu au bibi yake na kwa hivyo unaweza kuelewa na yeye. Mimi nikiona Mama Aida naona kama anaweza hata kuinuka awe mtu kama Winnie Mandela kwa sababu nchi inamhitaji na wanataka kuona kazi bwana yake alifanya kwa miaka mingi. Kwa hivyo tunajua sasa kuna huzuni sana na saa hii ameshindwa, lakini tunaomba Mungu ampatie nguvu na ajue sasa ameachiwa watoto, ameachiwa family na ni kubwa, na ameachiwa hata na uongozi ule bwana yake alikuwa anafanya, na kwa hivyo tunaona kama ataendelea na kazi yake kwa sababu alikuwa very close. Kila siku ukiwaona unaona wakienda pamoja. Ni yeye kwanza alishikilia sana bwana yake siku za alikuwa kwa mashida ya detention, alikuwa kwa shida la siasa, alikuwa nje, alikuwa ndani. Alikuwa anatuelezea Mama Aida siku ingine juzi vile bwana yake alikuwa ametezwa na yeye mwenyewe akatolewa pale alikuwa ana teach Kenya High School na kufika nyumbani alikuwa Minister of Education wakamtoa, hakuwa na kazi, hakuwa na pesa, hakuwa na nyumba kwa sababu alikuwa nyumba ya serikali na alishikilia. Kwa hivyo miaka hii yote amekuwa akishikilia. Tunaona atalia, atakuwa na huzuni, ataomboleza bwana na atashikilia familia. Na hata sisi zote ni lazima tuendelee na kufikiria vile Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa anataka nchi iendelee. Niseme ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anapenda watu sana, na hasa watoto wake. Unajua alikuwa na matumaini makubwa, na wakati Winnie alikuja bunge akiomba kiti ya Yela, uliona vile kura ilimiminika. Walio serikalini na walio upinzani alipata kura nyingi sana. Na ukiangalia ni upendo ambao unatokana kwa baba yake kupenda wananchi, na wananchi wakasema mtoto wake lazima watampa kura pale. Na ukiangalia hata vile aliishi na mtoto wake, kijana wake wa kwanza kabla kuaga, alikuwa anamtayarisha kuwa kiongozi wa nchi. Na nilisema hata watu wengi ambao tutoki kwa familia yake, watu wa rika ndogo kama mimi, yeye mwenyewe alikuja pale Makueni 2013 akaniombea kura. Akarudi tena akaombea Mtula Kilonzo Junior kura. Yeye mwenyewe kabisa kutoka pale mpaka akawa seneta wakati baba yake Mtula Senior alianga. Na kuna wakati mwingine pia wakati kijana alipigwa risasi pale Emali. Raila mwenyewe alikuja mpaka Emali. Akakuja kuona ule mama, kijana yake alikuwa anaenda chuo kikuu na kulikuwa na matarajio makubwa sana na alikuwa amepita vizuri. Lakini wakati wa maandamano bahati mbaya akapigwa risasi. Hata hakuwa kwa maandamano, alikuwa ametumwa na mama yake, amebeba mkate maziwa, ndio ule amepigwa risasi, ameanguka chini, amefariki. Kwa hivyo kuja kwa lile boma ya mama wa chini kabisa na kukaa naye na kuomboleza naye ilionyesha yeye vile alipenda familia za Kenya, na hakuwa na haraka kwa ile boma. Alikaa pale akaomboleza, tukachanga pesa, tukaachia ule mama pale aendelee na maisha. Na ule ni mtoto mmoja ambaye atafidiwa, ako kwa ile orodha ya kufidiwa katika ile mpango ulikuwa umeanzishwa kufidia wananchi. Isipokuwa huko na misukosuko mingi umepelekwa kotini, na hata sisi kama upinzani tulikuwa tumeanzisha ile People's Restoration Commission ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Justin Muturi ambaye ni wakili, alikuwa Attorney General. Kwa hivyo kuna vile upendo wake ulitoka kwa familia ukaenda kwa familia zingine za Wakenya. Na ukiona vile Raila Odinga anaombolezwa, Raila Odinga ameomboleza watoto wa watu wengi. Yeye mwenyewe kuna wakati yule alikuwa woman representative Machakos, wakati kulikuwa na maneno baada ya kura. Sasa mtoto kagongwa na gari akafa wa ule mbunge. Raila mwenyewe alikwenda mpaka Machakos kwa ile familia, akaenda kwa ile mazishi. Ndio naona watu wengi wanajitolea sababu yeye mwenyewe ameomboleza na familia nyingi za Kenya. Hiyo ni jambo hakuwa akiachilia, na ni jambo alikuwa inamhangaisha sana, hasa
kama watoto wameuawa kwa maandamano, kama watoto wamekuwa kidnapped wakapatikana wamekufa, alikuwa mstari wa kwanza kuomboleza na zile familia na kuonyesha upendo. Kwa hivyo niseme upendo wa Raila Odinga kwa familia yake, kwa familia za Kenya, ndio unaona wananchi wanarudisha ule upendo kwake na unaona vile wananchi wanaomboleza. Mheshimiwa Najib, unahisi kwamba kuna mtu atatokea apendwe kiasi hiki Raila Amolo Odinga alivyopendwa? Sidhani. Unajua siasa ya Raila Odinga ni siasa tangu za 80. Wakati aliposhukiwa kuwa yeye anataka kupendua nchi. So siasa na siasa mshupavu na hadhi ya Raila Odinga ina historia. Na ukiangalia wanasiasa wa siku hizi watu hawana historia. Watu wengi wamekuja jana hawana misimamo, hawana. Hiyo ndio hofu ambayo mimi ninayo. Vile tunavyoendelea, siasa yetu haina misingi ya filosofia ambayo ni ujenzi wa taifa. Siasa yetu ni ya nipigiwe kura kibinafsi. So hiyo ndio masikitiko makubwa. Lakini sitaki kujigamba na sisi wakongwe wa kisiasa, kwa sababu sisi tumeanza siasa ambao ilikuwa siasa za shida. Siasa ambao huwezi kuinua sauti yako. Siasa ilikuwa huna haki. Na pesa pia ilikuwa zipatikana. Na pesa si ya kuchagua kuwa ndani ya bunge. Hapo. Sasa ikiwa huna senti huingii bungeni. Ikiwa huna senti huingii ugavana. Hakuna kiti chochote hata cha MCA ikiwa huna senti huwezi kuchaguliwa. Hiyo ndio ukweli wa mambo. So lakini siasa zetu ilikuwa ya enzi tofauti kuliko enzi hii ambayo haki na katiba ndio inafuatwa. Zamani ilikuwa hakuna haki. Zamani ilikuwa mkubwa ndio yeye ndio kama Mungu. Astaghfirullah, tunasema kuwa yeye anataka kutekeleza kila kitu. Ikiwa wewe humsikizi yeye, mambo yako, maisha yako yote yanapotea. Lakini siku hizi tunashukuru. Lazima we don't take things for granted. Hii demokrasia yetu tuiheshimu, tuikuze. Majirani hawana kama sisi. Afrika haina kama sisi. Wacha Afrika, hata ukenda Uingereza, ile freedom ambayo sisi tunayo leo haipo. Wewe ni Uingereza, Amerika siku hizi wameleta sheria mpya kwenye mtandao. Ukicheza kidogo unatiwa ndani, unaitwa gaidi, unaitwa hivi. Ama ukifanya maandamano pahali fulani ushapote, mambo kama hayo. Nchi ambazo tunaziona zimesonga mbele za first world, siku hizi zimerudisha zile mikakati ambazo za kidhulma. Leo sisi tuheshimu katiba, tuna katiba nzuri. Na tusijaribu kuichokora. Tukichokora tutaharibu. Lakini saa nyingine wakati ukifika, labda uipige ukarabati kidogo, inahitaji, because katiba must evolve. Because it's the landscape changes, the political dynamic changes, generational change. Kama sasa ni wakati wa Gen Zs. I mean, enzi zetu sasa, lazima tuzingatie kuwa sisi lazima tuwape fursa vijana. Usiseme sisi tuko kwenye viti na bado vijana tuambie tutaka kuwapa fursa. Hiyo haitaendelea. Na swali zuri ambao ameweza kuuliza Lulu, nitakuuliza pia vile Bichari. Unadhani kuna mtu anaweza kuvaa viatu vya Raila Odinga? Not at all. None. Never. Not now. Not any that we knew. Nani kwa sababu ya ile maisha ye Raila alikuwa anaishi na wananchi. Sioni mwanamke, sioni mwanaume, sioni mmoja unaweza kuona watu wanajitokeza namna hii na wanakataa na mtu kama huyo. Na yeye alisema tu ati anataka 72 hours. Kama ingekuwa 72 hours wangeendelea namna hii. Hata sijui mpaka sasa, angalia wajafika Kasarani. Hakuna mmoja. Wangekuwa wamerudi kazini na kazi yao inaendelea. Tumeona tulipoteza
hayati mzee Jomo Kenyatta, hatukuona kitu kama hii. Tulimpoteza Mheshimiwa Rais Moi, hatukuona kitu kama hii. Tulimpoteza Mheshimiwa Kibaki, na sasa tumempoteza mmoja, na yeye si rais, hakuwa rais, lakini angalia Kenya imesimama. Ni mwingine gani ataonekana namna hii kwa miaka mingi kukuja? Kwa hivyo nasema huyu alikuwa kiongozi very special in the hearts, kwa mioyo ya watu, wananchi wa Kenya wote, na tutaendelea tu kujaribu kupata mtu mwingine kama huyu, lakini itakuwa ngumu sana kumpata. Na bila shaka kauli nzito kutoka kwa Najib. Wanasema ni zaidi ya mapenzi na zaidi ya heshima, na hakuna atakayetokea kama hivi. Sema haiwezekani. Angalia tu tafadhali. Angalia sisi ambao hatuko kwenye chama cha ODM leo tuko hapa kwa sababu ya heshima. Sisi si wanachama wa ODM. Sisi labda mimi kama nikwambia karibu mwaka sijazungumza naye, lakini heshima yangu haiwezi kuniruhusu, kwa sababu ya mafunzo amenipatia Raila Odinga. Lazima niwe hapa mstari wa mbele kusema ukweli wa uongozi mzuri wa Raila Odinga. Sema mtazamaji, na ukiangalia picha ni kwamba sasa hivi Kasarani wananchi wanaanza kumiminika kwa wingi tu. Angalia maelfu, kwa kweli wananchi wamefika, na wanaotoka JKIA kumbuka wajafika. Ni idadi sawi, hata imeshinda idadi ambayo iko pale ndani, na kwa kweli ni heshima. Hii inamaanisha ni shughuli ambayo itaisha usiku. Tuseme tu kweli. Hii ni usiku kwa sababu sasa ni saa 8. Wamefika 3. Sasa ni saa 8 na dakika 7. Wamefika wapi saa hapa? Unasema mmoja baada ya mwingine watizame mwili. Na pia kuna uwezekano kwa sababu ya jinsi ambavyo pia walikuwa kwa tetesi ni kwamba wamekataa ule mwili ubebwe upelekwe moja kwa moja. Kuna uwezekano pia wakifika pale wakataka pia wamregeshe moja kwa moja paka makafani ya Ali. Kuna uwezekano mashabiki ambao wako pale kwa sababu wamekataa harakishwe, wametaka apelekwe pole pole paka maeneo ya Kasarani kwa sababu wanajua mchango ambao amekuwa nao maishani. Ni kitu ambacho ungetamani labda pengine kifanyike wakati anaona. Laiti angeamka kaona jinsi ambavyo wananchi wanapenda, lakini alikuwa ameona vile akiitana mikutano vile watu wanakimbia kusikia anasema nini na wanafuata. Kama angekuwa na watu wanamsikiza, ungeona watu kama hii. Kumbuka meetings zote tulikuwa tunasema na Mheshimiwa Balala ya kwamba kila mkutano tulienda sisi ilikuwa tu namna hii, tunaingia na vita. Watu wanataka kutuweka ndani huko wasikie tunasema nini. Si vita ya kutupiga, lakini ni wengi sana. Hata tukienda kuswear in 2002 isipokuwa ni Mheshimiwa Kibaki alikuwa mgonjwa na akapelekwa na gari. Wale wengine tulikuwa tunafurutwa ndani, tukufurutwa kwenda. Hii ndio maisha Mheshimiwa Raila Odinga. Wakati huo mheshimiwa, mko hamlipi watu kuja mikutanoni? Hakuna. Sio kama sasa hivi tunaona watu wanalipwa, wanabebwa kwa hakuna. Wanaotaka viti sasa watakuwa lazima walipe. Na kuuliza, unaona kama kuko mtu amepewa pesa hapa? Hapana. Hakuna mtu amejileta wenyewe. Na walikuwa mapenzi ya dhati sana sana. Na leo pengine sasa hivi kwa sababu hii ni historia ambayo tutaishi nayo kwa miaka mingi kwamba ameishi uhai wake, si mkamilifu, lakini kwa yale machache ambayo ameweza kuwa kuyaamini yaligusa athari za watu wengine. Na ndio pale kwa kuna swali ambayo kwa tumemuuliza Dani Maanzo, ameuliza Ndulu wakati wa nyuma, labda pengine hii ni changamoto kwa viongozi wote walio madarakani, sio tu siasa, sehemu yoyote. Ujiulize, laiti mimi Mwenyezi Mungu atanichukua kama leo, mimi nitakumbukwa kwa kitu gani? Kwa sababu kila mtu anaangalia hivi anasema, leo ingekuwa mimi kama Rashid nimeondoka, ningependa watazamaji wanikumbuke kwa kipi. Maana sio siasa peke yake, lakini nafikiri hii ni funzo kama ulivyosema kwamba maisha hayana uhakika wa milele kama ulivyosema. Nafika mahali mambo yanabadilika. Tunapata ushauri gani sisi Nyamanyi kupeleka ushauri kwa Wakenya kwa ujumla kuhusiana na kile ambacho tunajifunza? Kwa sababu ukiangalia ule uwanja sasa hivi unaanza kujaa na msafara huko uliko una zaidi ya watu ndani ya kiwanja. Hakuna aliyelipwa,
wote kwa mapenzi yao. Mtu amekunywa chai asubuhi, kuna mmoja kunywa chai asubuhi hata ajui saa kama imefika saa 7, ana njaa yake, lakini yeye anahisi tu kwamba ametekeleza raha ya nafsi yake ya kumwaga kiongozi kama yule. Kama viongozi mnajifunza nini, ama ni kitu gani unachukua ambao utakifanyia kazi kwa sasa na kuendelea? Kwa kweli tofauti ya generation ya sasa ama siasa za sasa ni uongozi si ukombozi wa haki ya wananchi. Siku hizi nasikitika kusema kuwa uongozi ni ubinafsi. Ukiona viongozi, baadhi ya viongozi, si wote, wakitembea wana mabodigadi kuliko wananchi wao. Wana msafara wa magari kuliko pesa ndio kila kitu. Hiyo ndio shida ya uongozi wa kisasa, na lazima tuzingatie kama taifa. Siasa za uhuni lazima tukomeshe. Siasa ya udanganyifu lazima tukomeshe. Siasa za senti na ubinafsi lazima tukomeshe, ama hatuendi kwenye siasa za sawa ya ujenzi wa taifa na kuhudumia mwananchi. Na wananchi siku hizi wana nguvu zao. Hatuwezi kudharau wananchi. Tumeona kilichotendeka Nepal, tumeona Madagascar, na nchi yetu hataki ifike kiwango hicho hata kidogo. Kwa sababu kujenga upya itakuwa ni shida kubwa sana. Kwa hivyo hatutaki tufike huko. Chama kitu. Richard Ngilu, funzo lako na ushauri kwa Kenya. Leo tuko na hiyo social platforms ambao zinafundisha watu mambo mengi sana. Kuona wale watoto wadogo wanajua ni nini inaendelea. Huko mbeleni ulikuwa unasema na kile unasema ndio watu wanasikia na wanaona. Kulikuwa na only one TV, ile KBC ndio ilikuwa inasema hii na watu wanakubali hiyo ndio. Sasa watu wamefundisha na wanaona kile kinaendelea. Na mambo ile imebadilika siku hizi ni ya kwamba kiongozi akiitana kwanza ni budget yanafanya. Mbeleni tulikuwa tunaitana, hakuna budget, watu wanakuja kwa sababu wanataka kusikia kiongozi. Na wako na kumsikiza sana kwa sababu hawaoni uongo kwa huo kiongozi. Sasa kiongozi anaitana leo na hawaoni ukweli kwa kuwaita. Ni tu anakuja kuambia na akisema tutafanya hii na hii na hii na haifanyiki. Wanangoja mwezi huu, mwezi mwingine anasema tuende kufungua uwanja, unaona kazi nimefanya hapa, huoni kazi. Kwa hivyo ndio nasema uongozi ndio sisi tumebadilisha. Hiyo haikuwa na mheshimiwa huyu kiongozi Raila Amolo Odinga. Raila Amolo akisema ndio hii, ndio hiyo. Green ni green, yellow ni yellow, black is black, white is white. That was the politics ya Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo hiyo ndio naweza kusema. Nisema ya kwamba kuna mambo mengi wanasiasa wa siku hizi wanafaa kusoma kwa Raila Odinga. Kwanza yeye alijitoa kabisa, akajitoa kuhudumia wananchi. Hajasema mambo mingi kuahidi hii na hii. Uliona mambo yanafanyika hasa wakati alikuwa prime minister wakishirikiana na Mwai Kibaki. Uliona ile maendeleo inaendelea kwa nchi. Wakati alikuwa waziri ya barabara ndio umeona Thika Road imeundwa na mabarabara mengi sana Kenya ambayo yalikuwa yameharibika kwa serikali ya Moi. Kwa hivyo ilikuwa mambo ya matendo na hakutaka sana kuahidi ama kujifanya yeye ni Mungu ati kila kitu atafanya. Siku hizi tunaona kila kitu unaidiwa, kila kitu inawezekana. Lakini unajua inasemekana hata bila bajeti. Manake bunge utengeneza bajeti. Na katika ile fedha ya bajeti lazima itimizwe kwa ile mambo Kenya imeazimia kufanya. Lakini sasa mambo ni tofauti sana. Na naomba kwamba viongozi wa leo wasome kwa maisha ya Raila Odinga. Hiyo ndio kitu kubwa sana ametuachia. Ameachia wabunge, yeye alikuwa mbunge, ameachia wanasiasa, anaachia wale wanaomba urais, maisha ya mwananchi kwanza na maendeleo ya Kenya kwanza. Naona hivyo itakuwa funzo kubwa sana na upendo wa kweli, maanake yeye amependa watu na watu wamempenda.
Unaona, ndio watu wamejitokeza, watu waliamka mapema, watu wametembea mguu kutoka airport mpaka Kasarani, watu wameweka pikipiki zao mafuta, watu wamejitoa siku nzima. Hakuna mtu amesema ninunulie chakula, hakuna mtu amesema piga laini upewe fedha ndio uweze kuamua utaenda vipi. Kwa hivyo nafikiri hiyo ndio inji tunafaa kuwa nayo, na tunaomba kwamba Wakenya watakubaliwa waomboleze, watosheke, waridhike, wafanye kile wangependa kufanya kwa maombolezi, kama vile matakwa yao imekubalika leo. Wakaenda airport, matakwa yao yakakubalika, wakaenda Mombasa Road, matakwa yao yakakubalika, wakaenda Thika Road, na mpaka sasa tunaona wananchi wako huru kuomboleza Raila Odinga. Naam. Shukran sana Dan Manzo, seneta ambaye amekuwa hapa kuanzia asubuhi. Ameweza kuwa na Trevor Mbija, tumekuwa naye pia kuweza kueleza tu na kuchangia kuhusiana na safari hii. Bi Charity Ngilu ambaye pia vile vile ni mwandani wa karibu wa Raila Amolo Odinga, amekuwa naye katika safari ya kisiasa, na pia vile vile Najib Balala, mwandani wa Raila Amolo Odinga. Ikizungumzwa ODM, basi ni watu ambao walikaa kisuka paka ikawa chama, na pia wao wanazidi kuomboleza rafiki yao, mwanasiasa, mshauri wao, mlezi wao wa siasa ambaye ametangulia mbele za haki. Na sisi kwa kweli tunawashukuru, maana najua bado mna siku ndefu. Mmefika asubuhi kumlaki, na mimi na imani bado shughuli zinaendelea, na imani kwamba mtafika Bondo kuweza kumwaga. Lakini sisi tunasema asante. Naam, kutoka kwetu mtazamaji tunasema shukran sana, na kama tunavyokuacha na picha hizi za uga wa Kasarani, maelfu na maelfu ya Wakenya kutoka maeneo tofauti tofauti wameweza kuwasili katika uga wa Kasarani kutoa heshima zao za mwisho siku hii ya leo. Lakini kumbukwe kwamba ratiba ya kesho inaendelea kama ilivyoratibiwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, ambapo tutaweza kumpumzisha Raila Amolo Odinga katika makazi yake ya milele. Mtazamaji, kutoka kwetu tunasema shukran sana. Labda tumkaribishe Ayub Abdikadir ambaye pia atasukuma gurudumu hili kwa hivi sasa katika lugha ya Kiingereza, lakini kutoka kwetu tunaomba tumuendelee kutazama runinga ya Citizen kwa hivi sasa, kwani kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia kuhusiana na safari yake mwenda zake Raila Amolo Odinga. Ni kusema tu asante pia sisi kwa watazamaji, na pia vile kwa wageni ambao wamefika hapa studioni, na kesho pia tutakuwa tunafuatilia kwa karibu kinachoendelea katika uga wa Nyayo, na tunaamini kwamba baada ya kumpumzisha tutawaleta tena wa viongozi, maana wametuambia wanakokuelekea kutakuwa. Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step. Yupo sana katika ulingo wa kisiasa, na pia Najib Balala bado yupo. Dan Manzo pia bado yupo. Tutaangalia, je, karata yao ya kuanzia sasa kuendelea ni ipi kwa heshima ya mwenda zake Raila. Na ikumbuke kwamba Najib bado ana gari lake la RC, na amesema na ukizungumza ODM wezi muondoa, manake ndio kila kitu chake. Na mkoko Ayub Abdikadir, a Pentagon founding member who has fondly spoken about the journey they had with Raila. Waziri, thank you. Appreciated for your time and for the history you have provided here. Waziri, thank you to you, Governor. Much appreciated. Asante sana. And Senator, thank you. Na pia labda pengine Ayub ungemuuliza Bi Charity Ngilu, alikuwa na ndoto ya kuwa rais wa kwanza mwanamke. Je, sasa hivi anaamini kwamba ipo siku ndoto tatimia? Yeah. Well, Odinga's demise so unfortunate marks a new era, a new beginning for Kenya, and I'm sure it's one that will open many political frontiers, and it's going to be consequential politically. I'm sure you'll agree with me, Waziri, and you too. Yes. And Senator, as we now focus on how then this will be panning out when he will be laid to rest on Sunday in Siaya County. Definitely yes. I'm as sure as she is that this will equally be consequential. Thank you, Rashid. Thank you. Mtazamaji, kwa hivi sasa tunakuacha mikononi salama mwa Ayub Abdikadir. It's been a long 5 hours.
Yeah. Na kuna wenye wanakuja na ile ndege imefanya mambo. Ilisaidia sana. Hiyo pepo ilikuwa inawafunisha. Our special coverage continues here on Citizen Television, and the pictures you are seeing at the moment are of the Kasarani Stadium, 60,000 seater capacity, where the Sea of Humanity, supporters of the former Prime Minister Raila Odinga, are waiting for the arrival of his body, which is now being carried by the gun carriage along Mombasa Road that is heading to Kasarani, where they are all waiting with anxiety. For now, I'll cross over to Bondo, where my colleague Sam Gituku is standing by also to give us an account of what is happening at the Bondo home of the former Prime Minister Raila Odinga, where he will be laid to rest on Sunday. Now, we are at the Jaramogi Oginga Odinga Memorial Museum here at the Kangoka Jaramogi, the home of the family of Raila Odinga, of course, started by his father. So, Dr. Uhuru is followed by Raila Odinga. Raila Odinga is followed by Gideon Mudagola. The Gideon Mudagola is followed by Dr. Kinyuano. Dr. Kinyuano is followed by Barry Lachien. Barry Lachien is followed by Frederick Odima. Frederick Odima is followed by the will be taking place, and as you can see the live images coming to you just inbound the Kasarani Stadium is the military gun carriage that is carrying the body of the former Prime Minister, which is draped in the flag that he had loved all his life,
with considerable ease and winning over people. The nationalism that he has displayed in the course of his political career, as well as the final moments of the former Prime Minister before his death in India yesterday on Wednesday. A shocking time for the country and for the family of the former lawmaker, the former Prime Minister and the ODM party leader. The sea of humanity waiting for the arrival of the body of the Prime Minister Raila Odinga. This was moved from Parliament given the logistical nightmare that it had, according to the planners and the committee that was tasked to prepare the funeral of the former Prime Minister, the nightmare that it had presented the protocol team at the National Assembly, where the public viewing was to take place, as was the case for the former heads of state, Daniel Toroitich Arap Moi and Emilio Stanley Mwai Kibaki in Parliament. Moi in 2020 died on the 4th of February 2020, and Emilio Stanley Mwai Kibaki, who passed on 22nd of April. So let's now cross over to the Moi International Sports Center, Kasarani, and listen in to what's happening there.